ndani ya ligi yetu, kwa sababu ligi yetu haijafika sehemu kama mchezaji anajitambua akafeli, kwa sababu kumbuka zaidi ya 90% kama umefuatilia Simba na Yanga huwa zina dominate position mechi ikiwa inaendelea. Yaani Simba na Yanga mechi ikiwa inaendelea wana dominate ball possession, wanakuwa na umiliki mkubwa sana wa mpira. Sasa kitendo cha kuwa na umiliki mkubwa wa mpira, wanatengeneza mazingira bora ya wao kuwa na uwezekano wa kutengeneza nafasi nyingi. Nikimtazama mimi Peter kwenye ligi yetu ya ndani kwa maana ya NBC, ana uwezo wa kufunga goli nyingi sana. Na goli nyingi sana kwa sababu ya nature yenyewe ya mechi na aina za mechi nyingine ambazo zinakuaga na urahisi. Mfano, ziko baadhi ya mechi ambazo Yanga ina dominate totally. Sasa mechi ambazo Yanga wamedominate totally, kuna possibility kubwa sana kwa namna moja ama nyingine anaweza akajikuta anafunga magoli 3, magoli 4 kama ambavyo hala ni Okello. Wewe angalia tu Okello amekuja, lakini amekuja karibu nusu msimu. Number of goal ambazo ameweza kufanya registration ni kubwa sana. Sasa kwenye mazingira hayo ambayo anazungumza, kuna possibility kubwa sana kwa mtu kama Arani not kwa mtu kama Peter kufikia magoli 15 mpaka 20 inawezekana, kwa sababu mechi nyingi sana ni mechi chache sana ambazo ni tafu. Mfano mechi tafu labda utaikuta ya Simba, mechi tafu ni ya Azam, mechi mbili. Manake kwenye mechi mbili, manake ya kwanza na ya pili, mechi 20 na karibu 26, zote ni mechi nyepesi sana ambazo kama kuna possibility ameweza kuanza, ana uwezo wa kufunga hata goli moja. Kwa matumizi ya ndani pia anawezekana kabisa akafanya vizuri, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri, wenye composure na utulivu, na wameshawahi kuonesha ubora mkubwa kwenye ligi ya South Africa, na amekuja Tanzania ana uwezo wa kufanya hivyo kwa matumizi ya ndani. Kwa tuone ubora ule ambao Shalulila alikuwa akionyesha South Africa, anaweza kaendelea pia kuonyesha akiwa katika ardhi ya Tanzania. Atauonesha ni mechi chache sana ambazo mimi nikitazama haziwezi kufika mechi 4. Yaani kati ya mechi 30. Mechi zenye ushindani hapa tunafahamu ni 3. Na ipi? Na ipi? Yaani kwa namna ambayo ukitazama ni 3. Ambazo ni tusitaje sasa. Yaani tunataja mechi zenye ushindani. Kwanza ni ukiwatoa wao kwa wao ni 2. Yaani kwamba Yanga na Simba. Simba na Azam, Azam na Yanga. Hawa ndio wanaweza kupeana ushindani. Sisi ndio maana nasema mechi ni 2. Mmoja ni yenyewe. Umesema yani kama 4 hivi. Mimi napunguza. Sasa umepunguzaje au hujanielewa? Yaani Simba na mechi 2 ngumu ambayo wakikutana na Yanga na Azam. Yanga huyo naimuona na mechi 2 ngumu. Mechi ya Simba na nini? Na Azam ndio hizo ambazo nyumbani na ugenini 2, nyumbani na ugenini 2-4. Au hapo ndio umenielewa? Yaani kwamba Simba sasa atacheza mechi 2 zinakuwa mechi 2. Huyu naye Azam 2 zinakuwa 4 over. Maana yake ukitoa hizo mechi 4, ukirudi sasa zinabaki mechi karibu 36. Kwa mazingira hayo ambayo mimi nazungumza, ziko mechi mfano za mikoani. Sio zote Peter anaweza akawa anacheza, kwa sababu kumbuka huyu pia atakwenda kuadvance Yanga kwenye michezo ya kimataifa. Zile mechi za mikoani ambazo labda viwanja bado kuna muda unakuta viwanja haviko vizuri, unaweza ukamkuta labda anaweza akaanshwa hata bench kwa sababu tayari kuna striker mwingine. Lakini vile viwanja ambao vinafanana na vya South Africa, lazima utamkuta kwenye mechi. Lakini hata vile viwanja ambavyo ni vigumu, kunawezekana anaweza kaanza akacheza dakika 70 ama akacheza dakika 50 ama akaja kipindi cha pili akaingia na akafunga magoli. Sasa kwenye mazingira hayo ambayo anazungumza, akiingia na akafunga magoli, Misa anaweza akaisaidia timu. Lakini eneo kubwa ni mechi za kimataifa kule ambako ana uzoefu, maana atakuwa na vitu kwenye dressing room anaweza akavibadilisha. Lakini ukiacha hapo kubadilisha vitu kwenye dressing room, bado una uwezo wa kumuona kwamba kwenye hizi mechi, kwa sababu Peter sio mtu ambaye anakaa na watu akagi na mabegi, kwa sababu ni mchezaji wa mbele, lakini ni kama kinyonga hivi, anapenda kukaa peke yake, akishatoa pasa anaiomba. Yaani ni mchezaji mnyumburifu sana, kwa sababu unaweza ukashangaa kwa mtu kama Peter anafunga magoli mengi kwenye ligi ya South Africa na mwili wake ulivyo, wakati kuna mastreka wenye mili wazito kabisa wameshindwa kudevelop, wameshindwa kuperform. Maana yake ule unyumburifu wake na Yanga inavyomiliki mpira, unamuona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuregister magoli 20. Kwa hiyo kwenye ligi mimi nasema ni mchezaji ambaye ataonesha makubwa sana, ana uwezo huo wa kuonesha makubwa. Kimataifa